Narudia tena, yani mechi ya leo ya Coast ambao tumepata ushindi wa goli 1-0. Mechi ya leo afadhali kuliko mechi ya tarehe 10. Ni heri tupigane vita ya 3 ya dunia kuliko mechi ya tarehe 10. Kwa nini? Ni mechi ya kisasi. Kwa nini? Kwa sababu Azam wana vinasaba na upande wa pili. Hii ni mechi ya tarehe 10, maana yake ni mechi ya kisasi. Kisasi ni haki. Ni lazima Azam tumfunge ili tuweze kuwa nani kwa mabingwa ligi kuu Tanzania. Kwa sababu tumebakisha mechi 6. Tukimfunga Azam wanabakia, maana yake tunapiga tu. Kwa hiyo mechi ni ngumu. Na hiyo mechi ni viongozi wao wote kwa pamoja wa Azam wanashirikiana kuikandamiza Yanga. Sio mechi rahisi kama anavyokelea Ismaili. Ni mechi ngumu. Kwa wana Yanga mjiandae kokote. Mechi hiyo tunaenda kukutana katika uwanja wa Azam. Mazila ambayo tumetoka katika uwanja wa Azam, kila mwana Yanga katika nchi anajua. Kwa sio mechi upya pale. Sio mechi nyepesi. Sio mechi rahisi kama mnavyofikiria. Ndio maana naambia wana Yanga kokote kama mnasikia, kokote mnaposikia, maandalizi ya mechi tarehe 10 yaanze leo. Tarehe 10 yaanze leo. Kwa sababu ni mechi ni ngumu kuliko maelezo. Kwa sababu upande wa pili washasema, wachambuzi wote washasema, kwa Azam wanapojiandaa na Yanga manake wanajiandaa mara 100 kuliko klabu bingwa kuliko wanapojiandaa na Simba. Prince Dube alishatoka kusema mechi ya Yanga atapojiandaa ni tofauti anapojiandaa na Simba, kwa anajiandaa mara 100. Hiyo mechi sio rahisi kama unavyofikiria. Ni mechi ngumu. Ni mechi ya maamuzi. Sasa mechi hiyo ndio mnahitaji kila mwana Yanga kokote dua na sala kwa ajili ya mechi ya tarehe 10 kuliko aachana na mechi nyingine yoyote. Hii mechi ya Coast shaisha. Hii mechi nitashangaa mwanachama au shabiki wa Yanga atajadili mechi ya Coast ambayo imeshaisha kwa pointi 3 au mechi nyingine tarehe 9 wakati tuna mechi ngumu tarehe 10. Hiyo naongea tu tuangalie mechi ya tarehe, na wasia mimi bado kijana mdogo, lakini hiyo mechi ni ngumu sana kulingana na tendi ya Azam na kulingana na viongozi wa Azam na kulingana na matukio ambayo yashatokea katika Azam Complex. Mwalimu, unasema una kikosi bora pengine kuliko timu yoyote hapa NBC. Vipi ukiwa na kikosi bora unamuogopa Azam FC ambayo ni miongoni mwa timu ambayo unasema haikuwezi kinafasi na kikosi? Kwanza nimezungumza kitu kimoja. Kuhusu ugumu wa mechi ya Azam, nafahamu. Mechi ya mwisho ya Azam mliona yaliyotokea. Hiyo tusidanganyane. Lakini vile vile Yanga kwa sasa katika uwanja Azam, mambo ambayo yamefanyika katika uwanja Azam, nyinyi mnafahamu, ndio kwa sababu tukatoka kwetu tukaja katika uwanja KMC. Hapa tunazungumza ukiacha on the pitch katika uwanja. Mazingira je, yanashawishi mechi kwa bora? Unanielewa sijui? Na hao wachambuzi wanaposema na hao wachezaji wanaposema maandalizi yanapokuwa zaidi ya mara 100, je, mechi itakuwa ni rahisi? Kwani ukichukua kati ya Coast na Yanga na mmoja kosi bora? Si mechi imekuwa ngumu na sijuzi ni pia simu kukwambia hii mechi ni ngumu zaidi kuliko mechi ambayo wanafikiria. Haijawa ngumu. Kwa mimi ninachokisema maana yake ni maandalizi kwa ajili ya mechi ya tarehe 10. Hiyo ndio finali ya NBC msimu huu. Hiyo ndio mechi inahitaji maamuzi, inahitaji pointi 3. Kwa mwana Yanga yoyote nitamshangaa akianza kujadili mechi nyingine akiacha mechi ya tarehe 10. Kwa dua na sala wana Yanga na Watanzania kwa ujumla ni mechi ya tarehe Kariakoo Derby ndio ile. Sio Mzizima. Mwalimu, wao unavyozungumzia ugumu wa mechi ya tarehe 10, wao Simba wanazungumzia ugumu wa mechi ya tarehe 9 dhidi ya Al Masry. Wanasema kwenye hii mechi moja kwa moja mnahusika. Ndio maana wazee hawamtaki meneja, wanalinda uwanja wao. Sasa Ismaili, hapa tumezungumza vitu viwili. Ili ujumbe uende vizuri, zungumza mechi na Azam, si ndio? Kwa level yangu na kwa heshima ya mpira wa nchi hii, sipasi kuzungumza mashindano madogo barani Afrika. Kwa level yangu, narudia, kwa level yangu mimi ni sawa sana mwanafunzi wa chuo kikuu amedisco au mesap, inapaswa discuss mambo ya chuo kikuu, sio mambo ya nasari. Narudia tena, kwa level yangu mimi, labda kwa washabiki wengine, kwa level yangu mimi napaswa nijadili mambo ya chuo kikuu, sio mambo ya nasari. Siwezi kujadili mambo ya nasari ya shirikisho. Hazi yangu kujadili kabingwa barani Afrika. Hayo mambo mtajadili na watu wengine. Hayo mambo tajadili baada ya mechi. Lakini kiuhalisia kwa level yangu mimi na heshima yangu hivi, mbunge mtarajiwa, nijadili mambo ya shirikisho. Lakini kombe la kina mama wanasema mmeutia mkono ule. Hilo kombe la kina mama nyewe mmefika finali. Hiyo unazungumza wewe, so mimi. Hayo unazungumza ni tofauti. Ile kombe na mambo yake. Sina unaelewa sijui. Hayo ndo sitaki kabisa hayo mambo ya nasari. Siwezi. Mimi ni lecture chuo kikuu na kauli ya wazee wa kina Hassan Dalali wanasema kama mnaona kufika robo ni rahisi, kwa nini hamkufika mara 5 walizofika wao? Inshallah, mwambie katika msiba lazima kuna watu watakuja kulia na kuwasindikiza katika msiba.
Wewe kwa utakuwepo miongoni mwao. Narudia tena, katika msiba tunahitaji kuna watu kulia na kuna watu wanahitaji kusindikiza msiba. Jumatano sio mbali. Shukrani. Mwalimu, kwenye page ya Al-Masry wanasema wewe ndo admin bwana. Mimi wanasema kwa sababu una vango za kijani. Na pia ile post wanasema ile kaiposti mwalimu huko basi. Wanasema ile posti tunafurahi kuungana tena na mashabiki wa Yanga, nikaona comment mwalimu ndo atakuwa admin kwenye hii page ya Al-Masry. Ndugu yangu, tukishavuka daraja tutavuka mto. Ngoja tufike daraja. Shukrani. Kaka wauni pia wanazeeka ndani, Sheikh mkuu wa Dar es Salaam ndani, mkuu wa Tabora kwanza ndani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu mkiwa pamoja na anaitwa Mtume Mwamposa, Sheikh mkuu wa Dar es Salaam, Sheikh mkuu wa Dar es Salaam, si ndio? Jamani, nchi yetu bado kuna wagonjwa wengi kwenye mahospitali wanahitaji dua. Nchi yetu bado kuna mambo mengi ya msingi ya kwenda kuyafanya, mkiachana na hilo jambo la kidunduka. Kwa heshima mlionayo Mchungaji Mwamposa, kwa heshima ulionayo Sheikh mkuu wa Dar es Salaam, ule muda ambao mnaenda kuangalia makatuni wakirukaruka, ni afadhali mkaenda kwenye mahospitali kwenda kuwaombea dua wagonjwa wakapona, ilikawa jambo kubwa kwelikweli kuliko hilo tukio ambalo la kamkumbe. Ningewaomba wachungaji na mashehe ambao mmealikwa kwenye huo mwaliko, huo sio mwaliko. Kuna wagonjwa ambao watapoteza uhai wao kwa muda huo kwenye mahospitali yetu nchini. Nendeni mkawatembelee wagonjwa, litakuwa jambo kubwa kwa Mwenyezi Mungu kuliko hilo. Yani mimi nina imani hiyo kwa Mwenyezi Mungu, na kama ikitokea wakaenda, basi Mwenyezi Mungu awashushe balaa la kipigo kikali. Kaka, yani hao wengine mimi siwatambui, wale Sikaria yupo, hao wengine mimi siwatambui, lakini nawazungumzia hawa wakuu wa imani wawili kwa heshima zao, kwa nafasi zao. Muda huo wangeenda Muhimbili, lingekuwa jambo kubwa kweli kweli. Muda huo wangeenda Amana, ingekuwa jambo kubwa. Wao watu wanatafutwa na wagonjwa, wanawatafuta kweli kweli, wanatamani wapate hata dakika moja. Hiyo dakika kweli unaenda kuitumia kwenye mpira kweli. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaka wauni pia wanazeeka ndani, Sheikh mkuu wa Dar es Salaam ndani, mkuu wa Tabora kwanza ndani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu mkiwa pamoja na anaitwa Mtume Mwamposa, Sheikh mkuu wa Dar es Salaam, Sheikh mkuu wa Dar es Salaam, si ndio? Jamani, nchi yetu bado kuna wagonjwa wengi kwenye mahospitali wanahitaji dua. Nchi yetu bado kuna mambo mengi ya msingi ya kwenda kuyafanya, mkiachana na hilo jambo la kidunduka.